Bismillahirrahmanirrahim. Taarifa ya maadhimisho ya siku ya Tungo Njema Radio Al-Nur leo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2025 kwa watunzi, wapenzi na wadau mbalimbali wa sanaa ya ushairi kupitia kipindi cha Tungo Njema Radio Al-Nur. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kuwa katika hali ya uzima wa afya. Tukaifikia siku ya leo ya Jumatano tarehe 17 Septemba 2025, siku ya maadhimisho ya Tungo Njema ambao ni miongoni mwa vipindi vya Radio Al-Nur kikiwa chini ya watunzi wa washairi wapenzi katika kona zote za visiwa vya Unguja na Pemba. Siku hii ya Tungo Njema ni siku iliyoandaliwa kwa mashirikiano yenu watunzi kwa lengo la kutambua juhudi zenu na umuhimu wenu kwa kuhakikisha sanaa ya utunzi wa mashairi inakuwa na kuifikia jamii kitaaluma, burudani, mafunzo na makatazo kupitia sanaa hii ya ushairi. Siku hii ya Tungo Njema imedhamiria kuwaelewesha Watanzania kwa ujumla kuwa sanaa ya ushairi ni kichocheo kikubwa cha maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni pamoja na kuendeleza ushirikiano uliopo baina ya watu. Tunapoiadhimisha siku hii kwa tarehe ya 17 ya Septemba kila mwaka, ikiwa mwaka huu ni mwaka wa 4 tokea kuanza kuadhimisha siku hii, huwa tunapata nafasi ya kukumbuka mchango mkubwa unaotolewa na watunzi wa Tungo Njema katika kuijenga jamii iliyo bora, na kwa mwaka huu tunaadhimisha siku hii kwa kauli mbiu isemayo sanaa ya ushairi ni chachu ya maendeleo ya jamii, tuandike na tulinde amani kwa usalama kwa maslahi ya jamii. Kwetu Radio Al-Nur imekuwa fahari kubwa, kwani kupitia kipindi cha Tungo Njema imesaidia kutuunganisha na makundi mbalimbali ya watu. Tunaiadhimisha siku hii ikiwa taifa letu la Tanzania limekabiliwa na uchaguzi mkuu. Hivyo ni fursa kwetu watunzi wa Tungo Njema katika kipindi hiki kuandikia zaidi mashairi yatakayolenga kuhamasisha umoja na mashirikiano, umuhimu wa amani na yale yote yanayostawisha jamii, pamoja na kujiepusha kuandika kwa kufuata ushawishi wa kisiasa, makundi na wale wasiotakia mema amani ya nchi yetu, pamoja na kuandika maudhui zinazoweza kusababisha chuki, uvunjifu wa amani, kugombana na kutofautiana. Tukumbuke pia sisi watunzi wa Tungo Njema pamoja na kuwa ni sehemu ya jamii, lakini kwetu tumekuwa kioo na kalamu zetu zinaweza kuwa silaha endapo hatutazitumia vizuri katika uandishi na uhariri wa kazi zetu. Wito kwa watunzi wa Tungo Njema: kuandikia mashairi yatakayojenga jamii pamoja na kuhakikisha kuwa kila mmoja wetu ni mweledi na mwenye uwezo wa kuandikia yale ambayo yanastahili kuandikwa, pamoja na kuacha yale yote ambayo hayatakuwa katika malengo ya kipindi cha Tungo Njema. Nimalizie taarifa hii kwa kutoa shukrani za dhati kabisa, na nazielekeza shukrani hizi za awali ziende kwa Baraza la Sanaa, Sensa ya Filamu na Utamaduni Zanzibar BASFU kwa juhudi mbalimbali ambazo zinachukua katika ulezi wa washairi wa Tungo Njema, pamoja na maelekezo ya mara kwa mara wanayoyatoa kwa watunzi wa mashairi na sanaa nyingine, na kutoa elimu juu ya miongozo ya utunzi pamoja na maelekezo ya sera na sheria za serikali, kwani kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha anafanya kazi yake kwa mujibu wa sheria na kwa kufuata kanuni na sera zilizopo. Lakini washukuru pia watunzi wa Tungo Njema pamoja na wapenzi wa kipindi cha Tungo Njema kwa mashirikiano yao makubwa kuhakikisha kipindi hiki kinaendelea kuwepo kupitia Radio Al-Nur. Moyo wenu wa dhati umedhihirisha mafanikio makubwa kwa jamii zetu na hata kwetu Radio Al-Nur. Tunawatakia kila la kheri katika uandishi wenu, pamoja na kuwaomba muendelee kuwa wamoja na wenye mshikamano na mashirikiano katika kazi yenu ya utunzi kwa maslahi makubwa ya jamii na taifa kwa ujumla. Asanteni kwa kunisikiliza.